Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe simama na alipokuwa akienda zake, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonesha majengo ya hekalu. Ndipo Yesu akawauliza, "Je, mnayaona haya yote? Amini na waambia, kuna hata jiwe moja hapa litakalobaki juu ya lingine, bali kila tabomolewa." Yesu alipokuwa ameketi kwenye mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamjia faragani, wakamuuliza, "Tuambie, mambo haya yatatukia lini? Nayo dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia ni gani?" Yesu akawajibu, "Jihadharini mtu yeyote asiwadanganye, kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakidai, 'Mimi ndiye Kristo,' nao watawadanganya wengi. Mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni, musitishike, kwa maana hayana budi kutukia, dhidi ya taifa na ufalme dhidi ya ufalme. Kutakuwa na njaa na mitetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali. Haya yote yatakuwa ndiyo mwanzo wa uchungu. Ndipo mutasalitiwa ili muteswe na kuuawa, nanyi mutachukiwa mataifa yote kwa ajili yangu." Shairi la 15. Hivyo mutakapoona lile chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli limesimama mahali patakatifu, basi wale walio Uyahudi wakimbilie milimani. Yeyote aliye juu ya dari ya nyumba asishuke ili kuchukua chochote kutoka ndani ya nyumba. Aliye shambani asirudi nyumbani kuchukua vazi lake. Shairi la 22. Kama siku hizo zisingefupishwa, hakuna hata mtu mmoja ambaye angeokoka. Lakini kwa ajili ya wateule siku hizo zitafupizwa. Wakati huo, kama mtu yeyote akiwaambia, "Tazama Kristo huyu," kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watafanya ishara kubwa na maajabu mengi ili kuwapotosha, ikiwezekana hata wale wateule hasa. Angalieni, nimekwisha kuwaambia pia yule kule nyikani, msiende huko. Au akisema yuko kwenye chumba, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokeavyo mashariki na kuonekana hata magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa maana popote ulipo watakusanyikapo tai. Shairi la 16. Kwa habari ya siku ile na sasa, hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kama ilivyokuwa wakati wa Noa, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. 12.
basi kesheni, kwa sababu hamjui ni siku gani atakapokuja Bwana wetu. Lakini fahamunini jambo hili, kama mwenye nyumba angejua ni wakati gani wa usiku ambao mwizi atakuja, angekesha na hangekubali nyumba yake kuvunjwa. Kwa hiyo ninyi pia hamuna budi kuwa tayari, na hilo ndilo neno la Bwana, na tunaweza kulishangilia kwa furaha. Hebu na tukae. Wapendwa katika Bwana, tukihitimisha somo ambalo tumelifuata tangu Jumapili mpaka siku ya leo, tunalo somo, tunahitimisha mafundisho yetu na somo linalosema kanisa na siku za mwisho. Kanisa na siku za mwisho. Nitaomba wana mitambo muweze kupandisha tena sauti kidogo. Kanisa na siku za mwisho. Alafu katika somo hili kuhusu kanisa na siku za mwisho, nitazungumzia makubwa matatu ambayo kanisa linaitwa kuyafanya katika siku hizi za mwisho. Mambo makubwa tatu ambazo kanisa inatakiwa kufanya tunapoishi katika hizi siku za mwisho. Jambo la kwanza ambalo kanisa tunaitwa kufanya katika siku yake, ama kutunza identite yetu. Jambo la pili ambalo tunaitwa kufanya kwa siku hizi za mwisho sisi kama kanisa ni kutimiza mwito wetu wa kueneza Injili. Jambo la tatu ambalo tunatakiwa kufanya sisi kama kanisa ni kufanyika chombo cha upatanisho. Ni haya mambo matatu ambayo nataka kuzungumzia kanisa ambalo linaishi kabisa siku za mwisho. Tuone neno la kwanza ambalo ni kutunza anwani ya kanisa, ama kutunza identite ya kanisa. Mkumbuke siku ya Mungu iliyopita nilisema neno kanisa linatoka ndani ya neno la Kigiriki ambalo linatajwa ama linaitwa eklesia. Eklesia ikiwa na maana ya kusanyiko. Eklesia ikiwa na maana ya mkutano. Alafu neno eklesia linatoka katika tendo ama katika verb ama maana ya kuitwa, ikiwa na maana ya kuvuta. Na hiyo tuliona katika Yohane sura yake ya 6 shairi la 44 ambayo Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu pasipo kuvutwa na Baba aliyefanya nini? Aliyemtuma. Alafu katika prefix ek iko na maana ya nje ya. Alafu tunaposema kanisa, maana yake ni muungano wa watu walioitwa na Mungu. Yesu asifiwe. Na nilisisitiza kusema tunaposema kanisa, mie siseme juu ya nyumba
hii inaitwa hekalu, lakini kanisa ni muungano wa watu ambao wameitwa na Kristo. Kwa maneno mengine, kanisa ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu katika siku hizi za mwisho, wapendwa, sisi kama kanisa tunaitwa kutunza anwani yetu, kutunza identite yetu. Katika siku hizi za mwisho kuna maita kwamba ni kanisa, lakini unapowatazama unakosa kweli kweli waliitwa na Mungu ama kweli kweli walijiita wao wenyewe. Nimepata neema ya kuzunguka huko na huko Mhotuele, nimeenda fika na kule Bumba, nimekuta kule makanisa za kushangaza. Kanisa linaitwa kanisa. Mchungaji wa kanisa anakuwa na yule ambaye wanaita kijakazi. Ule kijakazi ni yeye anatengeneza koti ya mchungaji. Ule kijakazi ni yule anaenda hata kwenye chumba cha mchungaji, iko na droit ya kwenda angalia kama kitanda kinatandikiwa vizuri. Ule mjakazi iko pale kabisa, mchungaji haweza kufanya lolote bila yeye. Kama ni kuhubiri, ni yeye atachukua Biblia yake anaileta kwenye nini? Kwenye madhabahu. Nilishangaa, nilireve. Uliza na mwenzako na wewe haushangai. Ile inajiita ya kwamba ni kanisa. Enda sasa kubazea kanisa papa. Mzee anaweza kuwa na mwanamke wawili na anaweza kuwa na wanawake watatu. Enda kwa Wakristo sasa. Wanasema kuja namna ulivyo. Ukikunywa kachupa kako haiyakuwa shida tamoya. Ukikuwa nisa ama kama ni kitu. Kanisa zimekuwa, makanisa ziko, watu wanajiita kanisa, lakini unapowafuata unakuta fanya nini? Wanazifuatilia. Katika tunaishi siku za mwisho, na katika siku za mwisho sisi ambao tuko kanisa kweli kweli ya Kristo tunaitwa kuchunga identite yetu. Kanisa linaitwa kubaki kuwa shirika la Wakristo, kuwa taifa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunaitwa kuwa shirika, kuwa taifa la Mungu. Kanisa la siku za mwisho ni sharti pia liishi kwa kujichunguza siku zote, sababu sisi ni barua inayosomwa na watu ngapi? Na watu wote. Na kama sisi ni barua ambayo inasomwa na watu wote, ni sharti tuweze kujichunguza siku kwa siku. Wanaposema kanisa la Sebeka hoho, wanaona Kitenge, wanaona Maska, wanaona Denise, wanaona Antoinette. Watu wapendwa, kama kanisa tunaitwa kuwa barua nzuri ambayo itasomwa na watu ngapi? Kwamba yeye ni barua. Niko nani? Wanasema wengine wanasema huko Yohane Mbatizaji. Na wengine nani? Simoni Petro akainuka akasema, wewe ndiye Masia, mwana wa Mungu aliye hai. Chapa mako. Unasema bibi, eske mimi niko nani? Eske anaweza kushuhudia kwamba wewe ni mwana wa Mungu? Nimeona mwanamke ambia bwanake aseme iko kiwere. Hiyo sio maneno mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kukutamo kiwerewere na uko namuna gani banduku? Bibi afikie kwa kusema uko kiwere. Ambia mwenzako usikue kiwerewere. Bwana Yesu asifiwe.
Petro anasema wewe ndiwe mwana wa Mungu uliye namna gani? Uliye hai. Katika maisha yetu sisi kama kanisa tuwe na ile muda kuweza kujitathmini, auto-evaluate. Tuko hapa Sebeka hoho, tuwe na muda wa kuari uliye sawa, ijapokuwa lishakapotoka zamani. Yesu akijua ya kwamba yeye ni barua, anauliza wana wa Mungu uliye. Kila mmoja wetu hapa angejiuliza, anaongea, anaishi namna gani? Pahali pasiri ama pale kunako onekana, ninaishi namna gani? Kuna wengi wakati wanakuwa kwenye kunaonekana kweli kweli ni wakini, acha toke hapa aingie kule Muchacha. Mnajua Muchacha kama ni wapi? Ile ni kariere. Na watu wenye wiko Muchacha, kama hauna Biblia, kama haukale mzuri, kutoka kule iko matata. Alafu kuna wale wakati iko mahali hapa kabisa Mkristo halisi, lakini afike Muchacha, mtu ambaye anaangalia kama mzuri, lakini utakuta na anaanza angalia, macho inaanza geuka, na unajiuliza angali yule yule ama amekuwa mtu mwingine. Tuko barua na tunaitwa wapendwa kila mmoja kujievaluate. Niko naishi namna gani? Niko natembea namna gani? Paulo yeye hata anakiri kwa kinywa chake, anasema amezungumuza siku zote kwa dhamiri iliyo safi. Ule ni Paulo, yeye iko siri na yeye mwenyewe. Na kila mara katika maandiko zake unakuta akisema Mungu ni mshuhuda wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla watu wengine wakushuhudie, jihakikishie kwamba Mungu naye anaweza kukushuhudia kwamba wewe ni mwana wa nani? Mwana wake. Paulo yeye anakiri kwamba amezungumuza siku zote kwa dhamiri ambayo iko safi. Alifikia hata kiwango cha kukiri yafuatayo: munifuate namna ninavyofuata nani? Ninavyofuata Kristo. Wakorintho wa kwanza 11 shairi la kwanza. Anasema mimi munifuate gisi ninavyofuata Kristo. Eske kanisa la hoho, Mkristo wa hoho, na wewe unaweza kusimama Muropwe unasema munifuate mimi namna ninavyofuata Kristo? Kuna wengi ambao wanasikilia na kutaja Kristo haya. Kuna wengi ambao na kubeba Biblia mu mikono yao wanaisikilia haya. Sirtu wasichana, utakuta Biblia ishaenda musaka amembali, kumbe mtu asione kama anabeba nini, anabeba Biblia. Vijana mlio hapa, haleluya. Vijana mlio hapa, nyosha Biblia yako, munyoshe Biblia zenu nizione. Vijana mlio hapa, waimbaji mlio hapa, munyoshe Biblia zenu nizione. Kwa waimbaji na konde ngapi wa ndugu? 1, 2. Bwana Yesu. Uliza mwenzako Biblia yako iko wapi? Uliza mwenzako Biblia yako iko wapi? Hatutashinda majaribu bila Biblia wapendwa. Hatutashinda shetani bila Biblia wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Ujikaze Mkristo, usikue bila Biblia. Biblia ziko hapa kwa birua mchungaji, moya ni $10 Kitabu kia nyimbo kiko hapa, kama ni 6000 francs selema. Nyosha kitabu chako cha wimbo nikione tu. Nyosha kitabu chako cha wimbo ni kanisa lao. Bwana Yesu asifiwe.
Hapana, hapana, hatutashinda muovu. Kama hauna Biblia, hauna na kitabu kia nyimbo, utagombana na shetani namna. Yawezekana huko mmoja wa wale ambao wanasikia hai, wanasuka ole kwako kama ni wewe. Nataka umwambie tu hili. Na ninavyofuata Uyahudi yetu, yetu tubieni ya kwamba Mungu ambaye ni, tutunze identite anwani ya kanisa. Kanisa libaki kuwa lile la watu ambao wanamwabudu Bwana kuwa Mwokozi wao wa siku zote za maisha. Bwana yenu nyikia nguvu antuka alikuya kwa uzuri. Aske mutanitolere gizi nilivyo na mie nikuje Musebeka nianze kuwasaidia. Nikasema pana, hata neno la Mungu kwa kumusikilia Mungu ni cha wanatembea katika siku hizi za mwisho. Katika hizi siku za mwisho, ama responsabilite yetu katika hizi siku za mwisho kwa neno na kwa nini na kwa matendo. Na ile tunaipata katika kitabu cha Mathayo 28 shairi la 19 ambayo inasema enendeni mukafanye nini? Mukafanye mataifa yote kuwa watu gani? Wanafunzi. Mukifanya nini? Mukiwabatiza katika jina la nani? La Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyofanya nini? Niliyowaamuru. Hiyo ni jukumu letu kanisa. Umekuwa mmoja wa kanisa, umekuwa kiungo cha kanisa, umeshuhudia imani yako kwa njia ya ubatizo kwamba ulishaka kufa na Kristo na kufufuliwa naye. Uko na kazi, na kazi ambayo uko nayo ni ya kuenda kufanya mataifa kuwa wanafunzi. Tutaenda kufanya mataifa kuwa wanafunzi ni kwa njia ya neno, pia kwa njia ya nini? Ya matendo. Wafransa wakasema nous sommes des allants, nous sommes des baptisants et nous sommes des enseignants. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako, eske wewe uko ala? Eske umefanyika ala? Hapana ala kome Muhamedi, ala kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Eske wewe umeenda? Eske uko unaenda kupitia namna yako ya kuishi na majirani? Eske vraiment inaweza vutia jirani akuje kwa Kristo? Sinjo ulizo hili. Namna mko mnaishi ndani ya kwaya, eske unaweza kuvutia na mwengine ama ule kolege wako kupitia namna yako ya kukuja aweze kukuja kwa Kristo? Mwandishi mmoja, mtaalamu mmoja, na waza ni Karl Barth, ndiye alisema usijiite Mkristo kama hauyaletaka hata mtu mmoja ku Kristo. Alikuwa anasema mtu ambaye amefanyika Mkristo kabisa anatakiwa awe au aende awalete watu kwa Kristo. Yeye alisema anduka yeye anadute na mtu mwenye anaweza jiita Mkristo na haya letaka hata mtu moya kwa Kristo. Uliza aliye pembeni yako polepole, ulishawaleta wangapi kwa Kristo? Kwa ya nuru, uliza aliye pembeni yako tu polepole, ulishawaleta wangapi kwa kale tu? Kwa ya eskai, uliza ule aliye pembeni yako, ulishawaleta wangapi kwa Kristo? Na nimesema kuleta watu kwa Kristo sio tu kushimama kwenye madhabahu na unaanza lalamika, lakini tunawaleta hata kupitia tabia zetu. Tunawaleta hata kupitia masemi yetu. Lakini wengi masemi yao olie ilete watu imerudisha watu wengi nyuma.
Masemi yetu mara nyingi imeleta watu wengi watuogopi. Hautaonaka mtu kama haulete makritike pale. Hautaonaka mtu kama hausemesemi. Wapendwa, ni kuwavuta watu kwa Kristo kwa njia ya kutangaza injili kwa neno na kwa matendo. Na wale ambao wameamini tuwabatize, uwabatize. Ubatizo ama unabatiza au kuingiza wengine ndani ya namna yako ya kuishi kama muamini. Hivyo unawafunza kwa mwenendo wako namna ya kuenenda katika imani. Na ile tunaipata hata katika Mathayo 5:13 mpaka 16, ambayo inatuita kuwa chumvi na kuwa nuru ya nini? Nuru ya ulimwengu. Kanisa katika siku hizi za mwisho, katika mambo yote ambayo tuko tunayaona, katika machafuko yote ambayo iko inatokea huko na huko, kitu ambacho ninatakiwa ni kwamba nifanyike nuru. Mahali palipo giza, mimi nifanye nini? Niweke nuru. Kanisa linaitwa kuonekana kwamba ni nuru ya ulimwengu, ili watu wote kupitia waone Mungu kupitia kanisa. Jukumu la tatu la kanisa katika siku hizi za mwisho ni kujizoelesha maisha ya utawa, maisha ya utakaso. Wapendwa, tuishi maisha ya utakaso ama maisha ya utawa. Timotheo ya kwanza 4:1-16 na Petro wa pili 1:3 fika shairi la 11. Kuishi maisha ya utawa ni kuishi woga wa Mungu. Katika lolote ambalo unalifanya, unaishi woga wa Mungu. Mwendo wa kujitakasa inapaswa kuunganishwa na uvumilivu. Tunaitwa pia kuishi uvumilivu. Kwa siku hizi za mwisho, namna tulivyosoma katika Mathayo 24:44, kwa siku hizi za mwisho, matetesi ya vita, miporomoko kiuchumi, upendo kupoa, watu kuwa wenye mfano wa kuogopa Mungu, wakikana nguvu zake. Kanisa linaitwa kumtukuza Mungu kwa maneno na kwa matendo, ili lipate kuwavuta watu kwa Kristo. Kwa leo tulisoma hapa matetezi ya vita. Upendo wa wengi umepoa. Hata kuna wengi ambao wamejiita makristo. Mambo mengi tuliyasoma hapa na imeonekana waziwazi. Sisi kama kanisa, kitu ambacho tunatakiwa kufanya, wapendwa, ni kumtukuza Mungu kwa maneno na kwa matendo, ili sisi kanisa tuweze kuwavuta watu kwa Kristo. Ulizo langu kwako, kweli kweli namna yako ya kuishi iko inawavuta watu kwa Kristo ama iko inawatosha watu kwa Kristo? Jambo la mwisho, kwa siku kama na hizi za mwisho ambako upendo wa wengi umepoa, uadui umeonekana. Verset 14 ya chapitre yetu ya Mathayo 24, kanisa linaitwa kuishi
maisha ya kufanyika kila mshiriki chombo cha upatanishi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitwa kufanyika vyombo vya kupatanisha. Mathayo 24:4-14. Kuepuka kumupa shetani nafasi maishani mwetu katika haya yote ambayo tuko tunayaishi. Waefeso 4:27. Tunaitwa kuepuka uchafu wowote, hata kama adui aweke hiki na kile namna gani, tunaitwa kuepuka uchafu wowote. Leo upendo wa wengi umepoa, ni vile maandiko inasema. Leo uadui umekuwa mwingi, watu wamefanyika, wamejitafutia uadui na mahali ambapo hakungelikuwa uadui. Kama kanisa, mtu amekukosea, unaitwa kumuendee. Kanisa lina kazi, lina jukumu la upatanisho. Amekukosea, umuendee. Na kuna wale wengi ambao walishaka kukosea. Sijue walishaka kula pesa zako bure. Sijue alishaka danganya msichana wako. Sijue alishaka iba mali yako. Sijue alishaka kutayataya vibaya zikakwazika na malombu taya. Tunakuwa mahali hakuna hata mmoja pembeni yake. Fanya tu mkono hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ile nguruma yenu inasema kitu. Kuko vitu vyenye viko. Kuko watu wenye ulishaka kosea, ulishaka sirikia. Neno la Mungu kwa asubuhi ya leo kwamba yule ambaye ulishaka mkosea, ufanye nini? Umuendee. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako umuendee. Uko unaweka ile kolera, usingizi dwe, hakaangaiki hata, lakini uko unajiua bure. Ambia mwenzako uko unajiua bure. Ako kanalala kalme, kwa kanapiga pongi, kanakula. Sasa we na chakuli shaka tala kumidomo, sababu walifanya nini? Walikukosea. Dawa ni moya, dawa ni moya. Ambia mwenzako umusamehe tu, umusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Usamehe ni nguvu mpya. Usamehe c'est une puissance qui fait quoi? Chapa makofi kwa ajili ya Yesu Kristo. Kanisa lao, tusameheane. Nilishaka kukosea, nisamehe. Ulishaka nikosea, na mimi nifanye nini? Nikusamehe. Sababu nitakapo samehe, na Baba wa mbinguni atafanya nini? Atanisamehe. Sababu ile kolera yenyewe ulishaka weka, utalombaka na maombi, Mungu nifanyie hiki, Mungu ulishaka shindwa kusamehe, na Mungu atakusamehe na maombi yako itasikika. Ambia mwingine, dawa ni kusamehe tu. Dawa ni kufanya nini? Ni kusamehe. Wapendwa, katika siku hizi za mwisho tunaitwa kuhubiri habari njema ya upatanisho. Habari njema ya upatanisho. Leo watu kabisa wanawekeana makole. Leo watu kabisa hawasikilizani. Makabila hazisikilizani. Watu hawaelewane. Sisi kama kazi yetu kanisa ni kupatanisha wale wanaokuwa katika nini? Katika mizozo. Yesu akasema, nitakupa funguo za nini? Za wapi? Funguo za wapi? Za ufalme. Zile nasema katika Mathayo ya kwamba wewe ni Petro, juu yako nitajenga kanisa langu, hata milango ya Adeze haitafanya nini? Haitalishinda. Na nitakupa funguo za nini?
Chapa makofi kwa Yesu. Sisi kanisa tumepewa funguo za nini? Za ufalme. Tumepewa funguo za ufalme. Tutakachokifunga duniani na mbingu kitafanya nini? Tutakachofungua duniani na mbingu kitafanya kilia, wapate nini? Furaha, waweze kucheka. Wale ambao walikuwa wamenyimwa haki zao, sisi kanisa tumepewa funguo ya kuweza kuwapatanisha, ili nao tena wafanike wana wa nini? Uko watu wakutesana leo ndani ya kanisa. Njo muko watu wakuimba watu mahaki pa huko na huko, na kilichokuwa chako wanafanya nini? Wanachinyanganya. Na kisha tunafika hapa, ako muongo wewe. Muongo wewe. Katika siku hizi za mwisho, kanisa tumepewa ni ujumbe wa upatanisho. Kuhubiri habari njema ya upatanisho, yaani kutenda, kusema, kuishi siku kwa siku mwenendo wa upatanisho, kwa ajili ya kuwapatanisha watu na nani? Na Mungu, na kuwapatanisha watu na watu wengine ama jirani zao. Jukumu letu kanisa ambalo tumepewa ni kwamba tuwapatanishe watu na Mungu, na tuweze kuwapatanisha watu na watu wengine. Wakorintho wa pili 5 shairi la 18 fika shairi la 12. Tukijua kwamba Mungu katika Yesu Kristo ameweka ndani yetu neno la upatanishi, ili kutufanya sisi wajumbe wa upatanisho, ama les ambassadeurs ya kupatanisha. Tuseme nini basi wapendwa kuhusu kanisa la siku za mwisho? Ni lazima tuelewe kwamba kwa siku kama na hizi, kanisa linapaswa kutunza anwani yake vema na kwa makini. Kanisa linapaswa kutimiza mwito wake wa kueneza habari njema, na kanisa limeitwa kufanyika chombo cha upatanisho. Tukifanya maneno haya, tutakuwa kanisa ambalo linamtukuza Mungu, na tutakuwa mutafanyika maishara, mutafanyika miujiza. Tutamuomba Mungu, Mungu atafanya mengi katikati yetu. Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, aendelee kukuelewesha neno hili, ili tunapokuwa kanisa tuweze kujibu kwa wenzao. Tuwe wale ambao wamekuwa wanabomoa wengine, wanawasemea uongo, sababu amepata kitu, anakuwa na wivu, alafu anatafuta maneno ya kuweza kumubomoa ili aweze kushindwa. Kama huko miongoni mwetu, elewa ya kwamba neno la Mungu ni kwamba ungelielewa ya kwamba kama Mungu amekuweka hapa ni ili uendelee kumuonesha kwa ulimwengu wote, na unapofanya hivi baraka za Mungu zitaonekana kwako, na lolote ambalo utaliomba kwa jina lake utalipata